Katika misitu na mabonde ya kusini mwa Tanzania, kabla ya uhuru, kabla ya mipaka ya kisasa, kulikuwa na kilio cha watu waliokuwa wamechoka kunyanyaswa. Walinyang'anywa ardhi zao, walilazimishwa kulima mazao ya wakoloni, walipigwa, walitozwa kodi na kunyimwa uhuru wao. Lakini katika giza hilo, alisimama mtu mmoja, sio mfalme, sio askari, bali mtu wa kawaida, lakini mwenye ujumbe wa ajabu. Huyu alikuwa Kinjekitile Ngwale. Kinjekitile alizaliwa katika jamii ya Wamatumbi, katika eneo la Ngarambe karibu na Rufiji. Alikulia maisha ya kawaida, akilima, akiishi kama mwanajamii wa kawaida, bila dalili yoyote kwamba angekuwa mtu wa kihistoria. Hakujulikana kama shujaa wala kiongozi wa kisasa. Lakini historia mara nyingi haianzi na watu wakubwa. Huanza na watu wa kawaida wanaokutana na wakati usio wa kawaida. Lakini pia alijihusisha na shughuli ndogo za uganga wa kienyeji na kiroho za kijadi. Je, ni nini hasa kilimsukuma aingie kwenye harakati? Siku moja, simulizi za kihistoria zinasema, Kinjekitile alipotea kwa muda, na alipojitokeza tena, hakuwa yule mtu wa zamani. Alisema alipata mawasiliano na roho yenye nguvu aliyemuita Hongo. Kutoka hapo, alianza kuhubiri ujumbe ambao ungeitikisa koloni lote. Waafrika wote waungane, waondoe utawala wa Wajerumani, na kwamba nguvu ya kiroho iko upande wao. Lakini kilichowafanya watu wamwamini zaidi ni kile alichowapa maji. Aliandaa dawa, maji yaliyodaiwa kuwa na nguvu za ajabu. Aliwaambia watu, mkijipaka maji haya, risasi za Wajerumani zitageuka kuwa maji, hazitawadhuru. Hii haikuwa tu dawa, ilikuwa imani. Habari za Kinjekitile zilienea haraka sana. Kutoka kijiji kimoja hadi kingine, kutoka kabila moja hadi jingine. Makabila mengi yaliungana: Wamatumbi, Wangindo, Wazaramo, Wamakonde, Wabena na mengine mengi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya eneo hilo, makabila yaliyokuwa tofauti yaliungana kwa lengo moja: kupinga ukoloni. Watu walikusanyika kwa maelfu, wakiwa na imani isiyoyumba. Hawangeweza kushindwa, risasi hazingewadhuru, uhuru ulikuwa karibu. Mwaka 1905, mapambano yalianza rasmi. Waafrika walishambulia vituo vya Wajerumani, mashamba ya pamba waliolazimishwa kulima, maeneo ya utawala wa kikoloni. Mwanzoni walifanikiwa, waliwafukuza baadhi ya Wajerumani, waliharibu miundombinu yao. Ilikuwa kama ushindi ulikuwa karibu, lakini ukweli ulikuwa tofauti. Wajerumani hawakuwa dhaifu, walikuwa na bunduki za kisasa, risasi nyingi, mafunzo ya kijeshi. Walipoanza kushambulia kwa nguvu, ukweli mchungu ulijitokeza. Risasi hazikubadilika kuwa maji. Watu walianza kuanguka, mamia, maelfu, lakini bado waliendelea kupigana kwa sababu ya imani yao. Wajerumani walitumia mbinu kali zaidi. Hawakupigana tu kwa bunduki, walichoma mashamba, vijiji, vyanzo vya chakula. Lengo lao lilikuwa wazi: kuwafanya watu wafe kwa njaa. Na hapo ndipo janga kubwa lilitokea. Zaidi ya watu 200,000 walikufa, sio kwa risasi tu, bali kwa njaa. Kabla hata vita havijaenea sana, Kinjekitile alikamatwa. Wajerumani walimvona kama chanzo cha uasi, hatari kubwa kwa utawala wao. Alinyongwa hadharani. Walitaka kuvunja moyo wa waasi na kumaliza harakati. Lakini jambo la kushangaza lilitokea. Kifo chake hakikuzima vita. Badala yake, wafuasi wake waliendelea kupigana. Imani yao iliendelea kuwapa nguvu. Vita viliendelea hadi 1907. Vita hii kati ya makabila haya na Wajerumani ilijulikana kama vita vya Maji Maji, vilivyopiganwa kwa muda wa miaka 2. Na huwezi kuzungumzia vita vya Maji Maji bila kumtaja Kinjekitile Ngwale. Ingawa vita vilishindwa kijeshi, lakini vilichochea
umoja wa Waafrika, ujasiri wa kupinga ukoloni na mwanzo wa harakati za uhuru. Kinjekitile hakuwa tu kiongozi wa kiroho, alikuwa mwanzilishi wa fikra ya ukombozi na sauti ya waliodhulumiwa. Japokuwa Kinjekitile Ngwale hakuwa na silaha za kisasa, hakuwa na jeshi lenye mafunzo, lakini alikuwa na kitu ambacho hata mkoloni aliogopa: imani ya watu. Na wakati mwingine, katika historia, imani hiyo inaweza kuwasha moto ambao hauzimiki.